Audio Jungle. Bunge la Ulaya Novemba 27, 2025 litajadili azimio linalohusiana na matukio ya Oktoba 29, 2025, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi nchini Tanzania, haki za binadamu, ikiwemo kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Bunge hilo litapiga kura juu ya azimio la kutaka tume ya Ulaya EU kusitisha kuunga mkono moja kwa moja mamlaka ya Tanzania kufuatia kile kilichotokea siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, ukiukaji wa haki za binadamu. Azimio la rasimu lililotolewa Jumatano linasema bunge hilo linachukulia uchaguzi wa hivi karibuni kuwa sio huru wala wa haki. Shughuli ya upigaji kura Tanzania mnamo Oktoba 29, 2025 ilikosolewa na waangalizi wakiwemo Umoja wa Afrika EU na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Bunge hilo litajadili na kupitisha kwa kura azimio lenye mambo 9. Mosi, bunge limetoa malalamiko makali kuhusu mauaji, majeruhi na taarifa za uwepo wa makaburi ya halaiki yanayohusiana na ukandamizaji wa vyombo vya usalama wakati wa uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi. Pia linaishtumu serikali kwa kushindwa kuchunguza makosa hayo. Hata hivyo, kwenye hilo la uchunguzi tayari Rais Samia Suluhu Hassan ameunda tume ambayo imeanza kufanya uchunguzi, kazi itakayochukua angalau miezi 3. Vile vile, azimio litakalojadiliwa na baadaye kupitishwa linaitaka serikali ya Tanzania kusitisha ukandamizaji dhidi ya wapinzani, waandamanaji, waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu na kuachia wote waliokamatwa kiholela. Kesi ya Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema, anashtakiwa kwa uhaini, pia imekuwa kipaumbele. Bunge linapinga kukamatwa kwake na linataka aachiwe mara moja bila masharti, apewe huduma za kiafya na kuonana na familia. Licha ya Rais Samia kuunda tume ambayo hata hivyo inakosolewa na wapinzani, bunge la Ulaya lenyewe linapendekeza kufanyika uchunguzi huru wa kimataifa juu ya mauaji, kupotea kwa watu, utekaji na mateso, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa tume maalum ya kimataifa itaongozwa na Waafrika. Bunge pia linapendekeza azimio la kusitishwa kwa misaada ya moja kwa moja kwa mamlaka za Tanzania na kuelekezwa zaidi kwa NGOs, wanaharakati na waandishi wa habari. Vile vile linapendekeza vikwazo kwa wahusika wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Jambo lingine ambalo bunge hilo linataka ni kuona Tanzania ikifuta adhabu ya kifo na kubadilisha hukumu zote. Uchaguzi wa Oktoba 2025 unachukuliwa kuwa haukuwa huru wala wa haki kutokana na ukandamizaji, ukosefu wa waangalizi wa EU pamoja na kuenguliwa kwa wagombea wa upinzani. Serikali ya Tanzania inasema uchaguzi ulikuwa wa huru na haki. Hata hivyo, bunge linaona vinginevyo, likitaka uwepo wa majadiliano shirikishi kati ya serikali, upinzani, asasi za kiraia na waathirika wa matukio ya Oktoba ili kupunguza mgogoro na kuwezesha uchaguzi mpya huru na wenye uwazi. Jambo la 9 ambalo bunge litajadili na kuazimia ni kuagiza rais wake kupeleka maazimio yatakayopitishwa kwa serikali ya Tanzania, Umoja wa Afrika EU, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ACP, Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine husika. Nikiripoti Tano za Moto, Omar Rashid, MSD TV. Ofisi ya kanda ya Afrika ya Shirika la Afya Duniani WHO imetangaza siku ya Alhamisi Oktoba 16 kwamba hakuna mgonjwa mpya wa Ebola aliyerekodiwa wala kuthibitishwa kwa siku 20 katika kanda ya afya ya Bulape. Kanda hiyo ya Bulape iliyoko katika mkoa wa Kasai ambako ugonjwa huo umekuwa ukiendelea kwa mwezi zaidi. Tangazo hili linaashiria hatua ya kutia moyo katika mapambano dhidi ya mlipuko huu. Kulingana na WHO, wagonjwa 18 wametangazwa kuwa wamepona na wameunganishwa na familia zao, huku mgonjwa mmoja tu akisalia chini ya uangalizi wa matibabu. Viongozi wa mkoa huo wanatoa wito kwa wazazi kuendelea na uangalifu, kufuata hatua za kuzuia na kuimarisha ufuatiliaji wa jamii wa kuzuia kutokea tena kwa virusi hivyo. Ugonjwa huo wa Ebola hadi sasa umeathiri maeneo 14 katika kanda ya afya ya Bulape.
na hakuna mgonjwa aliyeripotiwa katika maeneo mengine ya afya katika mkoa wa Kasai. Ebola imeua zaidi ya watu 20. Mlipuko wa Ebola huko Bulape ulianza rasmi mnamo Septemba 4, 2025. Siku hiyo serikali ya Kongo ilitangaza janga la 16 la virusi vya Ebola nchini DRC na kuathiri kanda ya afya ya Bulape. Kirusi cha Ebola aina ya Zaire ambacho ndicho chanzo cha mlipuko wa sasa, na ripoti za awali zilionyesha kesi zaidi ya 28 zinazoshukiwa, ikiwa ni pamoja na vifo 16 na kiwango cha vifo cha 57%. Tangu tangazo hili, mamlaka ya afya na washiriki wao, ikiwa ni pamoja na WHO, wametekeleza jibu la haraka kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo. Miongoni mwa hatua za majibu, chanjo zaidi ya watu 2000 wamechanjwa dhidi ya ugonjwa huo ili kuzuia mlolongo wa maambukizi. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma, Dr. Diodin Mwamba, aliyenukuliwa na Radio Okapi, mafanikio haya yanatokana na ufuatiliaji wa magonjwa ya mlipuko katika kanda hii ya afya. Nikiripoti Tano za Moto, jina langu ni Anton Mpandula, MSJ TV. Maafisa kadhaa wa kijeshi nchini Guinea Bissau wametangaza Jumatano jioni kuipindua serikali ya Rais Umaro Sissoco Embalo na kumtia mbaroni wakati matokeo ya uchaguzi wa urais yakisubiriwa kutangazwa Alhamis. Maafisa kadhaa wa kijeshi nchini Guinea Bissau wamejitokeza Jumatano jioni kwenye televisheni ya taifa na kutangaza kuipindua serikali, kuchukua madaraka, kuifunga mipaka yote, kusitisha mchakato wa uchaguzi na kutangaza amri ya kutotoka nje kwa raia. Milio kadhaa ya risasi ilisikika katika mji mkuu wa Bissau, haswa katika ikulu ya Rais Umaro Sissoco Embalo, ambaye amevieleza vyombo vya habari vya Ufaransa, ikiwa ni pamoja na jarida la Jeune Afrique na kituo cha televisheni cha French 24, kuwa amepinduliwa na kuwa yeye na maafisa wengine wa serikali pamoja na wakuu wa usalama wamekamatwa na kutiwa mbaroni. Vyanzo kadhaa vimearifu kuwa mpinzani mkuu wa urais Sissoco Embalo, Bwana Fernand Diaz, na mgombea aliyeshindwa katika uchaguzi uliopita wa urais wa mwaka 2019 na waziri mkuu wa zamani Dominique Simos Pierere, nao pia wamewekwa kizuizini. Nikiripoti Tano za Moto, mimi ni Steven Bruno. Zaidi ya watu 40 wamefariki katika mkasa wa moto Hong Kong. Watu 44 wamepoteza maisha jijini Hong Kong, huku wengine zaidi ya 200 wakiwa hawajulikani walipo kufuatia mkasa wa moto ulioteketeza jumba lenye orofa 31. Mapema Alhamisi, wazimamoto bado walikuwa wakipambana kuzima moto huo na shughuli za kuokoa watu katika eneo hilo lenye makazi 2000. Jumba hilo lilikuwa limejengwa kwa mti aina ya bamboo, lilishika moto wakati wa marekebisho yalipokuwa yakiendelea na madirisha yote yalikuwa yamefungwa, hivyo watu wengi hawakufahamu haraka kuwa kuna moto. Miongoni mwa watu waliofariki ni mmoja wa wazimamoto ambaye alipata majeraha makubwa ya kuungua usoni baada ya kupoteza mawasiliano na wenzake. Msemaji wa serikali eneo hilo amesema watu 56 wametibiwa hospitalini na kuruhusiwa na kuondoka, huku wengine 16 wakiwa kwenye hali ya mahututi. Polisi asubuhi hii wamesema wamekamata watu 3 wanaoshukiwa kuhusika na kisa hicho baada ya kuacha vifaa vya kushika moto haraka kwenye eneo hilo wakati wa shughuli za ufundi, hali inayosemekana kuwa chanzo cha moto huo. Na hizi ni Tano za Moto. Janito Swadi, MSJ TV. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa vita dhidi ya Ukraine vitasitishwa kama wanajeshi wa Ukraine wakiondoka kwenye maeneo muhimu yaliyo chini yake, la sivyo jeshi lake litatimiza malengo yake kwa nguvu. Putin amesema kuwa kasi ya vikosi vyake kusonga mbele katika pande zote inazidi kuongezeka. Kauli yake imetolewa muda mfupi baada ya wizara yake ya mambo ya nje kusisitiza kuwa swala la Ukraine kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO halikubaliki. Mapema Alhamisi, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Maria Zakharova aliwaambia waandishi wa habari mjini Moscow kuwa matamanio ya NATO ya kuingia Ukraine kwenye jumuiya hiyo bado ni tishio kwa Urusi. Hayo yanajiri wakati wa juhudi za kurejesha amani Ukraine zikiendelea, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuwasilisha mpango wenye vipengele 28. Kwenye mpango huo, Marekani katika kipengele cha 7 imependekeza kujumuisha kwenye katiba yake kuwa Ukraine haitajiunga na NATO na kwamba jumuiya hiyo inakubali kujumuisha kwenye vifungu vyake haitaipa wanachama Ukraine katika siku zijazo. Nikiripoti Tano za Moto, mimi ni Atul Fegile.